kitambulisho, tena hili nataka liweke sawa. Kitambulisho ni mali yake. Mimi nakuja kufanya tu assurance, kajiandikisha, chukua kitambulisho chako, ondoka nacho. Sawa? Nataka niseme kitambulisho ni haki yake, kwa sababu hata hiyo siku ikifika, siku na mawakala, sijui kuna nani, wote wanataka kujua tu kwamba ana kitambulisho. Kitambulisho si cha kwenda kuweka kwa sanduku ati. Na mimi kama kiongozi wao ambaye nina mamlaka, nataka kujua vijana wangu mmejiandikisha, tumejiandikisha. Nionyesheni basi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kitambulisho changu hiki. Nataka kwa mkoa wetu tu. Mimi nataka njitape kwamba mkoa wangu wa Mjini Magharibi, kila idara ya private ya government unayokwenda, mwananchi wa kawaida, wananchi wangu mimi wamejitapia. Na haki hiyo mkuu wa mkoa kujitapa kifua mbele. Juu ya msimamo na hatua za ACT Wazalendo kwenye kauli ya mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi ndugu Idrisa Kitwana Mustafa ya kuwataka watumishi wa umma chini ya ofisi yake na viongozi wanaoishi mkoa wa Mjini Magharibi kumpatia vitambulisho vya mpiga kura. Chama cha ACT Wazalendo kimefadhaishwa sana na kauli hii ya aibu kabisa, na tunailaani kwa lugha ngumu na kali na kukemea nia ovu ya kuwatia hofu watumishi na viongozi katika mkoa wa Mjini Magharibi. Ndugu waandishi, nyinyi najua nyote au wengi wenu mlikuwepo. At least I can confirm kakangu Faruk Karimu alikuwepo. Mambo yenu raia wa kwanza aloitikia wito wa mkuu wa mkoa. Nafikiri leo baada ya kumaliza, pengine kakangu Faruk atajutia kitendo chake. Nimefadhaishwa na mtakumbuka tarehe 28 Aprili mkuu wa mkoa wakati anazungumza na nyinyi waandishi wa habari alitoa kauli za kuwataka watumishi walio chini ya ofisi ya mkuu wa mkoa na viongozi wa umma wanaoishi ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi wafike kwake na kumuonyesha vitambulisho vyao kwa lengo la alichokiita eti kujiridhisha kama wamejiandikisha kupiga kura. Mheshimiwa waandishi wa habari, kauli hii ya mkuu wa mkoa ni jinai, ni ukosefu wa maadili wa kiongozi wa umma, ni mhemko wa kisiasa, na kwa ufupi tunaweza kuliita zoezi analotaka kulifanya ni zoezi la kuhamasisha uhalifu, na nitaeleza. Kauli hii, ndugu waandishi wa habari, kwa uchambuzi wa haraka niliofanya, inavunja sheria 5 za nchi hii. Inavunja sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, yani Personal Data Protection Act ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na inavunja sheria ya utumishi wa umma. Lakini mbali ya hivyo inavunja pia katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Sasa nitaeleza kwa kiasi gani sheria hizi zinavunjwa. Sababu nimekaa hapa kama mwanasheria mkuu, lazima niwaeleze katika engo ya sheria. Wengine watamwambia kwa lugha nyingine anazozifahamu. Mimi nitamueleza kwa lugha ya sheria. Tafasiri ya G, kifungu cha 118 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar inaeleza kwamba ni makosa mtu yoyote kuuza, kununua, na hapa ninapotaka kusema ndio mpa bold na kuunderline, kuuza, kununua au kumpatia, naelewana vizuri au kumpatia kitambulisho cha kupiga kura mtu ambaye hahusiki. Ni makosa. Na inaposema ni makosa kwa mujibu wa sheria ile, kwa sababu ukisoma kile kifungu chini kinasema mtu huyu atakapopatikana na hatia atalipa faini kuanzia shilingi 300,000 mpaka 3 milioni,
au kifungo cha miezi mitatu mpaka miezi 6. Maana yake ni jinai kumpatia mtu kitambulisho chako ambaye hahusiki. Sasa kwa nini tunasema Kitwana hahusiki? Kwa sababu mkuu wa mkoa hayupo kwenye chain ya wahusika katika zoezi lolote linalohusiana na vitambulisho vya mpiga kura. Si afisa wa tume, si wakala, si mtu yoyote kwenye tume. Sasa hahusiki kwa tafsiri hii, na ndio maana sheria inasema hahusiki. Kwa sababu ukienda kwenye kupiga kura, nimeona anatoa huo mfano kwamba si wakienda kupiga kura si watakutana na mawakala wanataka kuonyesha kama umeandikishwa. Ndio, sababu wale wanahusika kwenye zoezi la kura, wako kwenye chain ya kura. Ukienda kituoni utamuonyesha wakala, utamuonyesha afisa wa tume, si ndio? Yeye mkuu wa mkoa hahusiki. Kwa mujibu wa sheria ni kosa la jinai. Kwa hiyo Sheikh Faruki, hapa tukisema tukuripoti kwa kumpatia mkuu wa mkoa kitambulisho chako, tunaweza tukawaambia polisi waanze uchunguzi. Ndio maana nikasema ni zoezi la kuhamasisha nini? Uhalifu. Kwa sababu sheria imetamka kwamba hilo ni kosa kisheria. Lakini jingine, kuwataka viongozi au watumishi wa umma wenye kuishi kwenye mkoa wake kumpatia vitambulisho kwa lengo la kujiridhisha, kujiridhisha kuwa wamejiandikisha, ni kuwashajihisha watende kosa la jinai, kama nilivyosema. Kwa sababu sheria inapiga marufuku kumpatia mtu asiyehusika. Maana yake anawa encourage wakafanye kosa la jinai, na adhabu yake kama nilivyosema inaweza kwa mujibu wa sheria kuwa ni baina ya shilingi 300,000 hadi milioni 3, na kifungo cha miezi 3 au yote viwili. Kwa hiyo hiyo ni katika engo ya sheria ya tume ya uchaguzi au sheria ya uchaguzi yenyewe. Kwa nini tunasema amevunja sheria? Sasa la kutia hofu zaidi, mkuu wa mkoa katika mazungumzo yake na nyinyi amejinasibu kuwa yeye ni mtaalamu wa IT. Akatumia hiyo lugha, tena sio wale wa vichochoroni wa ngazi ya chuo kikuu, au sivyo? Si ndivyo jamani? Au unasema uongo? Simsingizii. Maana nilitaka nianze tena kwa kuplay ile clip yake. Amejinasibu. Sasa huyu ni hatari zaidi. Yaani riski ni kubwa zaidi kumpa mtu kama huyu. Na katika kujinasibu kwake amesema yeye akikishika tu kwa mkono anajua kama ni fake au original, si ndio? Sasa huyu ni hatari. Hujui akikishika ana extract vipi data zako. Ametuambia yeye mwenyewe kwamba kwenye eneo hilo yeye si layman, simsingizii, sitii maneno mdomoni mwake. Sasa huyu ni hatari kumpa kitambulisho chako. Na nawaambia watumishi wa umma wote wasije wakafanya huo mchezo. Viongozi wote wasije wakafanya huo mchezo. Ni hatari. Tunaelewana vizuri eh? Nasema hivyo kwamba huyo ndo hatari zaidi kumpa kitambulisho chako. Riski ni kubwa ya kuibiwa taarifa zako, na hasa taarifa zenyewe ni biometric. Sisi tunatafsiri kwa vigezo vyovyote vile kauli ya RC is talking of nonsense. Ukichukua kauli zake alizozizungumza, na nitasema hapa kwa kila sphere, kwa kila aspect, kwa kila angle, is a talking of nonsense. Na nasema hivi, ukisikiliza yale mazungumzo ya RC, kuna wakati anasema, na naomba kunukuu in verbatim, anasema anayaagiza na kuyasema haya kuhusu agizo lake, na anasema anajua kwamba watu watasema anataka sifa, na akasema kwenye hili nataka sifa kweli kweli. Akasema hajasema. Sasa kiongozi hufanyi jambo kwa sifa. Ndio maana anasema ni ujinga, ni talking of nonsense. Kama unafanya zoezi kwa sifa, sio kwa nia fulani, maana la kujiuliza. Na nyinyi waandishi leo na maneno yenu hapa, sijui kwa nini huwa hamuulizi maswali
au hakupeni nafasi ya kuuliza maswali? Haiwezekani. Mbona tulitarajia kuna kila siku kilio katika nchi hii, watu hawana vitambulisho vya Mzanzibari, au sivyo? Kama anataka kuachieve wananchi wa mkoa huu wawe registered, kwani vitambulisho vya kura si vinaanza na vitambulisho vya Mzanzibari? Mbona hawasaidii na kila siku kuna wananchi wa mkoa huu wanalia hawana vitambulisho vya Mzanzibari? Halikuwa na nia njema, lilikuwa na nia ovu.